Nje ya makao makuu ya mamlaka ya ushuru nchini KRA, foleni. Wakenya waliofika hapa kupata msaada kuhusu namna ya kutumia teknolojia ya kisasa ya kunakili ushuru wa mapato ya mwaka ni wengi. Ni wazi kuwa ilani hii imepuuzwa. Siku chache kabla ya leo, hakukuwa na foleni kama hii hapa wala kwenye vituo vya KRA. Wakenya hawa katika kituo cha kunakili kodi cha mapato cha Samia, foleni kubwa kweli. Ni katika kituo kama hiki ambapo ilani ya awali iliyoelekeza wanaohitaji msaada wafike. Miezi 6 yapita sasa, hawa walikuwa wapi? Kenya tumezoea kukimbia siku ya mwisho, lakini nimekuwa job, alafu siku 2 jana na leo ndo nilipata nafasi. Nikakuja jana saa 12:30 hivi nilikuwa hapa. Kufika hapa nilipo ilifika kama saa 5:30 nikaamua kwenda job. Leo nimerukia saa 11:20 nilikuwa hapa. Waliopo hapa wanaonekana kukosa amani, kwani kwa mujibu wao hujuma ipo. Nafanya kazi polepole sana. Unapata mtu amekuja hapa hiyo masaa, tangu hiyo masaa tujafikiwa mpaka saa hizi. Alafu unapata wale watu wameenda huko ndani karibu watu 5 peke yake, watu 6. Kutoka hiyo asubuhi hakuna kazi tumefanyiwa. Mwezi wa 6 sasa, wengine hata wataka muda uongezwe. Naona karibu leo tunaweza faulu ikiwezekana. Na tunaomba watu ni wengi. Ikiwezekana serikali iongeze masiku ili watu wote wakate. Maana wakisipo weka hizo masiku huenda wengi watafungiwa nje. Kunakili kodi ya mapato ya kila mwaka si jambo geni, ila mwaka huu KRA imezindua mfumo wa tovuti wa kunakili kodi hiyo. Ila kwa Wakenya muda hautoshi hadi muda uishe. Siku ya kiyama ilitabiriwa karne nyingi zilizopita, lakini si ya Wakenya kulingana na hulka zetu. Huenda siku hiyo itafika itupate kama sisi hatujajiandaa. Alex Kiarie, QTV.